Katika mwaka 2020 tulifanya mradi ambao tuliuita Environment Maintenance for Better Education (EMFE). Mradi huu lengo letu kubwa lilikuwa ni kukarabati mazingira. Tulikarabati kwanza, kuna sehemu ambao sisi wanafunzi tulikuwa tunaenda ili kupata maji, na watu wengine ambao wanatupa huduma mbalimbali katika hii shule yetu walikuwa wanatumia hayo maji kuyatumia kupikia na vitu vingine. Hiyo sehemu ilikuwa hairidhishi, si nzuri, ni chafu. Baadhi ya tiles ambazo zilikopo katika lile eneo zilikuwa ni mbovu na ni chafu. Tulibadilisha zile tiles. Pia bali na kubadilisha tiles, kulikuwa na mabomba ambayo yalikuwa muda wote wazi, yalikuwa yanavujisha maji ambayo ilikuwa ni hasara. Pia tukanunua koki mpya tukazifunga. Pale tulivyonunua tiles tukaja tukazitengeneza tukisaidiana na fundi. Tulinunua kiasi kidogo cha simenti tukaja tukazitengeneza tiles zetu. Pia mbali na kuboresha mazingira ya maji, tulikuwa tuna vifaa vya huduma ya kwanza ambao vifaa hivyo vilikuwa ni vichache, haviridhishi. Tulikuwa tuna boksi la huduma ya kwanza ambayo hiyo ilikuwa ina kutu, ilikuwa ni ya chuma, ina kutu. Kwa sababu moja njia ya kuondoa kutu ni by painting, kupaka rangi kama tulivyosoma kemia form 2. Kwa hiyo sisi tukanunua rangi tukapaka kwenye ile sanduku letu la huduma ya kwanza ili kuzuia kutu isiendelee kutokea. Kwa hiyo tukaja baadaye tukanunua baadhi ya vifaa kama nilivyosema, vifaa vilikuwa viridhishi. Tulikuwa tuna spiriti na vifaa vingine. Kwa hiyo tulinunua spiriti, tulinunua deto na vifaa vingine vya kusafishia kidonda. Pia mbali na hapo tulinunua taulo za kike ambazo zilikuwa zinatumika katika dharura kwa wanawake. Kikubwa cha kwanza tulichokifanya katika mradi wetu, tuliweza kuanzisha wazo la kuanza kuuza pipi katika shule yetu. Kila Ijumaa tulikuwa tuna kitu kinaitwa fellowship. Wanafunzi wa shule mbalimbali walikuwa wanakusanyika katika shule yetu, ambapo wanafunzi hao tuliweza kuwauzia pipi ambazo tulikuwa nazo. Hiyo ilisaidia kwa sababu kulingana na muda mchache uliokuwepo katika shuleni kwetu na changamoto mbalimbali ambazo tulizozipata shuleni kwetu, ilisaidia kwa kuuza pipi kwa kiasi kikubwa kwa muda huo. Na baada ya kuuza pipi tulifanikiwa kwa kukusanya kiasi cha shilingi 70,000 kutoka kiasi cha shilingi 6,000 ambacho tulichanga sisi wenyewe. Cha pili tulichofikiria kufanya ni tulifikiria kuuza barafu, yani U-Fresh, kwa wanafunzi wale wa fellowship, ambao pia kikubwa tulifikiria kucontrol muda ambao tuliokuwa nao. Tulifanikiwa na kukusanya kiasi cha shilingi 30,000. Baada ya kukusanya pesa zote hizo, tulianza mradi wetu kwa kununua vifaa mbalimbali vya kufanyia ujenzi wa eneo letu ambalo mradi ulikondaka. Tulijifunza ni namna gani ya kuweza raise fund ambao kama wewe utapata changamoto ya muda kama shuleni kwetu, kivipi utaweza kuzitatua hizo shida zinazoweza kujitokeza kwa kutumia uwezo wako, kwa kutumia muda wako mchache uliokuwa nao, kwa kutumia maarifa yako. Nilikuwa sijui kitu kama hiki. Kuchanganya simenti nilikuwa sijui kabisa, lakini katika Uwezo wa Wadi 2020 nilijifunza, nilijua, na hata baadaye nina plani za kuwa mjasiriamali. Uwezo wa Wadi imenisaidia pia kujitambua katika ujasiriamali. Kwa mfano uuzaji wa pipi, ice cream kwa wanafunzi wenzetu. Kwa hiyo imenifanya mimi nijitambue na hata nikiwa mkubwa kuanzisha biashara yangu binafsi. Pia kitu kingine kwenye Uwezo wa Wadi imenisaidia kuwa na ushirikiano na wenzangu. Mimi nimejifunza uongozi bora. Uongozi bora nimeona uongozi bora kwa viongozi wangu, nimeona walipata shida nyingi lakini bado walikata tamaa, tukaendelea kufanya hivyo. Kama mimi nimepata ujuzi kutokana na hii Uwezo wa Wadi kupitia ujenzi. Tumetengeneza bomba, tumejenga, tumeweka simenti, tumepaka rangi. Kuna vitu ambavyo nimevipata, nimejua kutengeneza mabomba kupitia Uwezo wa Wadi. Kitu kingine ni
ujasiriamali, kubuni mbinu ya kupata fedha, kama kubuni kufanya biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato mimi binafsi ambacho kinaweza kikanisaidia